Wapo baadhi ya watu wasioitakia mema nchi yetu ya Tanzania, wameendelea kutumia njia mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii kueneza propaganda hasi na kuvihusisha vikosi vya idara maalum ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika matukio yaliyojitokeza tarehe 29 na 30 Oktoba mwaka 2025 kwa upande wa Tanzania bara, na kuhamasisha chuki miongoni mwa Watanzania kwa kutaka kuanzisha masuala ya mgawanyiko wa ubaguzi wa kikanda, yani Uzanzibari na Utanganyika, jambo ambalo halina ukweli wowote. Uchochezi huo hauna nia njema kwa nchi yetu, na tusiukubali wala tusiuamini upotoshaji huo. Nikiwa waziri katika afisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, ambaye ninaratibu na kushughulikia masuala ya muungano kwa upande wa Zanzibar, nalithibitishia taifa kwamba hakuna askari wa kikosi cha idara maalum hata mmoja aliyevuka maji kwenda Tanzania bara kwenda kushiriki katika tukio lolote katika matukio yaliyotokea kwa upande wa Tanzania bara. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, tunakumbuka Tanzania kwa muda mrefu imeendelea kuwa na nchi ya amani na ya mfano wa kuigwa hapa duniani. Aina ya muungano uliopo kati ya watu wa Zanzibar na Tanzania bara, kwa muda mrefu pia Tanzania imeendelea kuzilinda tunu za taifa, hususan umoja, amani, mshikamano ulioasisiwa na wazee wetu waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Kwa msingi huo, na kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunapinga vikali vitendo vyote vyenye lengo vya kupotosha misingi ya umoja wetu ambao tumeujenga kwa gharama kubwa. Amani tulionayo na mwingiliano wa kidugu uliojengwa kwa hiari na waasisi wa taifa letu, na kama serikali zetu zote mbili tunawaahidi wananchi kuendelea kulinda amani na mshikamano ambao tumeurithi uliojengwa na waasisi wetu kama nilivyowataja hapo mwanzo, Mwalimu Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume, ambao ndio waasisi wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi na wanahabari, tunafahamu zipo baadhi ya nchi duniani ziliingia katika michafuko kama hiyo iliyotaka kutokea Tanzania bara kwa kufuata baadhi ya watu wake kupandikizwa chuki kwa kutumia propaganda za kuwagawa wananchi wake kwa misingi ya ukanda, ukabila, udini au itikadi za kisiasa. Tunatoa wito kwenu, hasa waandishi wa habari na jamii yote kwa jumla ya Watanzania, kutokubali kutumiwa vibaya na watu wasioitakia mema Tanzania kwa kueneza taarifa za upotoshaji zinazoweza kulisambaratisha taifa letu. Aidha, natoa wito kwa viongozi wenzangu wa kisiasa, kidini na kimila kukemea suala hili na kuchukua juhudi za dhati na kuhamasisha Watanzania kuendelea na mshikamano, udugu wa damu kati yetu ya Tanzania bara na Zanzibar.